ripoti za TRC Mzungu TV zinaripoti kutokea hapa ndani ya viunga hivi vya uwanja wa Mkwakwani unaopatikana hapa ndani ya jiji la Tanga. Hasa kikubwa kilichoweza kutufanya tusafiri mbali mrefu tufike hapa ndani ya uwanja huu wa Mkwakwani ni kuja kwa ajili ya kuhudhuria maadhimisho ya Mei Mosi kwa mkoa wa Tanga yanafanyika hapa ndani ya kiwanja hiki cha Mkwakwani. Tutakwenda moja kwa moja, ndugu mpenzi mtazamaji, nitakupeleka kwenda kuona namna ambavyo watumishi wanaopatikana ndani ya mkoa wa Tanga namna ambavyo wanaweza kuzawadia zawadi tofauti tofauti, lakini watatumikiwa vitu tofauti tofauti kuhakikisha kwamba wanaongeza ile morali katika swala zima la utumishi uliotukuka kwa mkoa wetu wa Tanga. Tutakwenda kuona maandamano watumishi wa mkoa wa Tanga walioko ndani ya mkoa huu wa Tanga, lakini watakwenda kuona namna ambavyo wanaweza kushiriki katika michezo mbalimbali, lakini kuna nyimbo tofauti tofauti zitaimbwa pale, lakini tutashirikiana na mkuu wetu wa mkoa ambao ndio tunatarajia atakuwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mambo mengine na furaha ya wafanyakazi ndio na wewe hapa. Sisi ni imani yetu kama jeshi la zimamoto na uokoaji. Furaha ya wafanyakazi kama wale wafanyakazi na ustawi wa wafanyakazi unahitaji usalama wa moto pamoja na mali zao. Pamoja na matukio ambayo tunayapata ya moto hapa mkoani pamoja na maeneo mengine, ni namna ya matumizi ambayo sio sahihi ya haya majiko ya gesi. Sasa leo tunaomba tuonyeshe kwamba kama jiko la gesi likiwa limeleta hitilafu, vifo au na majeruhi, kila mmoja tunaamini kwamba ni vema akatambua kwamba mtungi wa gesi unaweza kudhibitika pale nyumbani. Njia ya kwanza, mheshimiwa mgeni rasmi, ambayo tunaweza tukaitumia kuzima au kudhibiti mtungi wa gesi Mheshimiwa mgeni rasmi, hii inaitwa regulator, lakini ile ya mitungi midogo tunaita bana. Na hitilafu nyingi za moto uliotokana na majiko ya gesi au mitungi ya gesi inatokana na vifaa hivi. Havina ubora, lakini vingine vinatumika kwa muda mrefu bila ya kubadilishwa. Kwa hiyo inapotokea hitilafu ya mtungi wa gesi, funga hii koki, bado moto unaendelea kuwaka, unaweza ukatumia njia ya kidole kudhibiti huo moto na moto huo ukazimika. Lakini pia kama unaweza ukapata hofu ukashindwa kutumia njia ya kidole, mheshimiwa mgeni rasmi, unaweza ukachukua tambara au nguo nzito ukaiweka kwenye maji, kisha ukakamua yale maji na ukaweka kulifunika jiko lako la gesi na moto huo ukazimika. Pale nyumbani, jiko lako liko maeneo gani? Ukiangalia umbali wa gesi ilipokujia na moto unapokuja kuwaka, kwa hiyo hapo umeweka nini? Maisha yetu wengi, mheshimiwa mgeni rasmi, hapa pana kilo moja ya dawa mafuta, pana kidumu cha mafuta kwa practice. Kwa hiyo joto likifika kiwango ambacho vitu vingine vinaweza kuungua, hiyo vitaungua na kuja kuathiri mtungi wetu. Kwa hiyo kama ilitokea hali kama hii pale nyumbani, tunakushauri cha kwanza nimesema unafunga koki yako. Ukifunga hii koki yako, ina maana moto utazimika. Lakini kama sababu ya moto kuvuja ni kwenye maunganisho hapa chini, maana moto utakuwa unaendelea kuwaka, unachotakiwa sasa ni kutumia kidole chako kudhibiti huu moto ili usiweze kuwaka. Mheshimiwa mgeni rasmi, ukiangalia moto wetu unapowaka hapa, na wengine pia waone kwamba kutoka eneo ambalo gesi imevuja na moto unapowakia hapa hapana moto, mheshimiwa mgeni rasmi. Kwa hiyo watu huwa wanakimbia kutokana na huu mungurumo wa gesi. Kwa hiyo ikitokea kama hivi, hata kama ni mpira tumeunganisha, unatumia kidole chako gumba kwenda kuziba ile eneo la mbele kwenye ule mpira, lakini mimi hapa natumia kidole hichi na ninafunga gesi yangu, inakuwa moto wako umezimika. Lakini pia nimeshindwa kutumia kidole, mheshimiwa mgeni rasmi na wafanyakazi wenzangu, ninachokifanya nachukua tambara aliloweka kwenye maji, nikishaweka kwenye maji naenda napiga hata liwe limelipuka kwa kiasi gani, mheshimiwa mgeni rasmi. Lakini pia nimeshindwa kutumia tambara, nitamwaga maji yaliyoko kwenye ndoo, nitakwenda kufunika hiyo ndoo, nitafunga gesi yangu. Mheshimiwa mgeni rasmi, huu mtungi ni mkubwa. Kwa ile mitungi midogo unatumia tambara tu, hata liwe limelipuka kwa kiasi gani. Lakini unapomaliza kuwa umezima moto, ni vizuri ukafungua au ukachomoa hata liwe lile kubwa
au ule mdogo ukafungua, kwa sababu hivi ndio vifaa ambavyo vinapelekea zaidi kuhakikisha kwamba moto wetu unatokea. Mheshimiwa mgeni rasmi, lakini pia sasa naamini wengi sasa hivi wamepata elimu, wanatumia hizi fire extinguisher. Yes. Kwa hiyo unaenda Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaamini na ni imani yetu kubwa kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, kama kila mmoja atachukua tahadhari, kila mmoja atakuwa na vifaa vya kupambana na moto kwenye nyumba zake au kwenye maeneo yake ya biashara, changamoto ya majengo kuungua maeneo ya biashara itakuwa ni historia ndani ya mkoa wetu wa Tanga. Lakini pia jarida langu ambalo nimepewa na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi pia jina langu jingine naitwa namba 114. Ukishika jina hili Mheshimiwa mgeni rasmi, namba 114, imani yangu kubwa basi tutakuokoa na utapona kwenye ajali za moto. Mwisho wetu Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa wafanyakazi wenzetu, tuko kwenye wakati ambao serikali imejipambanua, serikali ya awamu ya 6, kuhakikisha kwamba tunakwenda kuwahudumia wananchi katika hatua zote na stahili, na ndio maana tuna vifaa vya kisasa. Tuna gari za kisasa, lakini tunazo gari za wagonjwa. Nikiripoti tokea hapa ndani ya uwanja huu wa Mpwapwani ulioko ndani ya jiji la Tanga, mimi ni Chisco wa TRC Mzumbe TV, MBC.